Mshina, kuja hapa. Mshina, nataka kuongea kidogo, kuja useme kitu. Kukongamana katika kikao hiki katika hii siku muhimu ili kuonyesha kwamba sisi wote tuko katika timu moja, timu ya UDA, ili tuweze kuona ya kwamba kama chama cha UDA ushindi utakuwa ni wetu. Jambo la nne ambalo niko nalo, ningetaka kuchukua fursa hii kwa niaba ya wananchi wote wa Olkarau niwaambia kwamba siku ya leo tuko na furaha sana, na tukiwa tumesimama hapa tunasimamia progress ya Olkarau constituency, na ndio sababu tukajitoa ili tuweze kufanya yale ambao wananchi wa Olkarau. Tumesimama hapa nikiwa na timu hii ambao tulikuwa tunashindana na wao. We were standing and we were contesting for progress for the people of Olkarau. Kwa hivyo niseme ya kwamba kati ya yale ambayo sisi tungetaka kushindana naye ni ile ambaye itaelekeza Olkarau katika mipango ya maendeleo mbele. Na sisi tunasema ya kwamba hii timu ambayo mnaona hapa, hata wakati tulikuwa tunashindana, sisi tulisema ya kwamba hatutashindana kwa matusi. Sisi tulisema hatutashindana kwa maneno ya mdomo. Sisi tulisema ya kwamba na ndio unatuona tukiwa tumesimama hapa tukiwa wote, kwa sababu our main agenda was the progress government, na sisi ndio tulioichagua na bado haijamaliza kutufanyia kazi. Waweze kupata maendeleo. Na siku ya leo tukiwa tumesimama hapa na hii timu, tuweze kutembea katika maofisi za serikali. Kwanza tumalize ile miradi. La pili, tuweze kufanya bargain kwa niaba ya wananchi wa Olkarau, kwa sababu tunajua serikali mabarabara zetu ziweze kujengwa, serikali tuweze kuletewa maji. Tutafanya bargain kwa serikali ili watoto ambao wanahitaji bursaries, na kwamba kabla tufikie uchaguzi huo mwingine tutaweza kuwafikia malengo na matakwa ambayo tulikuwa tunayo wakati tulikuwa tunachaguana uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kwa hivyo mimi nasema Mungu, kazi ndiyo imeanza. Nitakuja katika kila kijiji, nitakuja katika kila boma, nitakuja katika kuhakikisha